Mwenezi, bwana. Taarifa rasmi ni kwamba dada yake na mshangazi amejichanganya. Amejichanganya 25 tarehe kimya na ni lazima, lakini tutashangilia kwa nguvu. Hakuna rangi wataacha ona, kila rangi wataona. Sawa sawa, tukizingatia hali ya hewa inaruhusu vibaya mno, na huko ni visio vya nini, vya burudani. Niambie bwana, ni balaa. Nacheka kama mazuri. Wapi bwana, ukicheza na mtoto lazima umpe room afurahi kidogo. Na alikuwa anacheza na watoto wenzie. Kulikuwa na wanajeshi walikuwa nje wanapiga jaramba, wanapasha kwamba ule wanasema mlango wa bahari wa kupitisha alama zetu kwenda kwenye hatua inayofuata kama ungefungwa, ndio balaa lingetokea. Wanaingiza jeshi la kwenda kuikomboa nchi. Babe mno. Kwa hiyo ni vizuri kwamba mmeona timu yetu ya pili inacheza vipi, lakini wahakikishie timu ya kwanza yote ilikuwa nje. Wewe mara mwisho kumuona Issa Fofana anacheza lini? Zuzu Landry, Alobogasti anaanza Mwamwi dakika 90. Kibeku. Subiri kwanza. Yaya zaidi mara mwisho kumuona lini anaanza? Adolfu Mtasingwa. Jean Jacques. Jamani, hiyo sio Jean. Anaitwa Jean Jacques Kamangangita. Kiama. Ilikuwa hamna haja ya kuangusha Hiroshima, sehemu ya kuchoma moto tu ili shamba liwe tayari watu walime. Ilikuwa haina maana. Nyuklia zina vita yake, inakuja kuanzia tarehe 25. Bwana, tutagongana. Fanyeje? Tutagongana, tutaingiana maungoni vibaya mno. Kwa hiyo usiwepo wa kulalamika. Usiwepo wa kulalamika. Hamna kulalamika. Umeleta timu, uko tayari kukutana na kila ambacho kitakuwa mbele yako. Wataeleza draw ilipatikana vipi? Na mimi najiuliza swali kama hilo mpaka leo. Walipatapataje? Ila muungano. Kombe ambalo lilikuwa kwenye mahesabu yetu. Kila kombe ziliko kwenye mahesabu yetu. Sababu hata ligi kuu kule haijaisha. Tuna mechi 11, alama 33 hizo. Still bado yote linatokea, na wenzetu pia wana mechi zao ngumu kama ambavyo tunazo sisi. Kwa hiyo tucheze ligi kwanza iishe. Huku kwenye muungano mnakuja mnaanzia robo, nusu, finali, si ndio? Na zimeitwa timu kubwa, inaitwa timu ambazo ni cream team. Dar es Salaam tumetoka sisi Azam FC. Najitaja wa kwanza kwa sababu alfabeti na timu yangu ni kubwa. Ya kweli. Sawa. Wanakuja na Nihino, wanafuata na Nihi na Singida. Nakubali. Watajua wenyewe. Sunche na Kapeto. Nakubali. Wao na Bwabuzi. Kwa zikitoka hizo timu 4, kuna wenzetu huku, kuna Mafunzo, Mlandege, KVZ na nani wengine? Na Mwembe Makumbi bwana. Mwembe Makumbi washaondoka. Jana wamecheza. Leo tumecheza sisi. Kesho linapigwa bonanza. Singida wanacheza saa ngapi? Saa 10. Singida wanacheza saa 10. Nani hino wanacheza saa 2. Mechi kweli watu wanawataka kweli, mechi kweli. Hamwezi kupangwa siku moja. Takuwa mnacheza siku tofauti kama sisi. Naam kabisa. Kwa hiyo kesho bonanza kwamba pataye kila mtu anapata. Lakini mechi imechezwa jana na leo, na nusu finali ya tarehe 25 itakuwa ndio mechi ya mashindano. Alafu finali tunaenda kuchukua kikombe chetu, tunakwenda nyumbani kupumzika, kabatini, akili, nguvu, maarifa, hata kupuliza. Tunahamishia sasa kwenye ligi kuu na FA ambayo tunategemea kwenda kushushana kazi na Mashujaa Lake Tanganyika. Bwana, Lake Tanganyika Kigoma watatuelewesha ile pointi moja na watasema wamejua wapi taarifa za kocha wetu vibaya. Wanasingizia kwamba eti analipwa hela nyingi, wanajua mishahara. Watasingizia sana. Tuna mazungumzo nao marefu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kufika hapa. Tunashukuru waandaaji wa michuano hii ya muungano. Tunamshukuru pia Dr. Hussein Mwinyi kwa ofa aliyoitoa kwanza kwa timu za nusu finali kwenda kurefresh kidogo akili kwenye vivutio vya utalii. Alafu tuje tuonyeshane kazi. Useme kwa nguvu wale. Ibwe, mnakwenda mkiwa mna kumbukumbu ipi? Nikikumbuka katika ardhi hizi zilikuwa kule Pemba, Gombani, finali ya kibabe kabisa na Yanga. Sasa mmekutana mapema kabisa. Mna kumbukumbu gani? Kusema ukweli, tuna kumbukumbu ya kufungwa kwenye fainali ya Mapinduzi kwa penalty. Yes. Lakini
tumeiweka kwenye vichwa vyetu. Ibenge kasema sichezeshi tena under 20. Kama under 20 kwa dakika 70 walishindikanika wakiwa wamekamilika, tukapunguzwa mchezaji mmoja ikashindikanika. 25 kazi ipo. Kesho kutwa kazi ipo. Naweka lile ambalo watu wanataka kuliona, halina masiara. Nyinyi mlimuona Ibenge hata kisimama leo kwenye benchi lake kweli? Hajasimama. Atasimama tarehe. Hajasimama. Muda mwingi amekaa leo. Akasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini yeye yuko tayari kwa mchezo. Faisal always yuko ready. Yaani unaona mimi ninavyoenjoy mbele ya mic, ndio Faisal anavyoenjoy uwanjani. Sio kama unanielewa, lakini na uhakika hawataki awe. Sasa kwa sababu tunajua huu ni mchezo wa kiungwana, sio mpira kwa ajili ya watu wote. Jamani, wachezaji wenye vipaji vikubwa kama Feitoto walindwe kwa gharama kubwa. Star lindwe. Kwa sababu ni fahari ya macho ya wapenzi wa mpira wa miguu, hususan Zanzibar ambako sisi Azam FC kitovu chetu kimezikwa hapa. Sahihi. Tunawaita kwa nguvu tuje tuiangalie timu yetu ikicheza. Lakini watu wanamnyatia. Najulia wapi? Hayo mambo si wanajadili klabuni kwao. Sisi tunachojua Mpemba yuko tayari. Na mwenezi mimi mmeniacha hapo kwenye dada yake na mshangazi. Yaani dada ni nani na mshangazi ni? Dada sikazaliwa 35, mdogo 36, sijui. Sasa maelekezo mbaya ni mshangazi anajulikana na dada anajulikana. Mshangazi tulijipigia kama mpumbavu. Tumekutana mechi 3, kafa 2, kapata sare moja. Sawa sawa, huyo ndo mshangazi. Dada yake na mshangazi amejichanganya tarehe 25 naye. Na mwanasheria lakini tajipigia kama mpumbavu. Kama mkutane nao wote pengine kwa michuano hii. Wao watengeneze combination. Waungane basi. Mimi nakuhakikishieni, nakwambieni ukweli kabisa. Katika mechi ambazo hatuogopi, hatujawahi kuogopa, ni mechi ambazo zinawahusu na nyingine na nyingine. Na tunatamani tucheze kila siku. Yaani wale hata tucheze saa 4, mechi iishe, ifike saa 8 tucheze tena, iishe saa 10 tucheze tena. Yes. Kama hiyo labda inafanya kwa sababu wao wanajiandaa na nini? Nani anataka kwenye walitumwa waje? Wewe ukikaa vibaya si umeelewa bwana mwenyewe. Si umeelewa vitu vya watu. Sasa umefika unalala nini? Inabidi ulipe. Wewe kama ulisema uliulizwa nataka nini ukasema hiyo hapo. Alafu gani ndio unataka kichwani? Na wewe sio kama umeelewa. Hiyo gaje hiyo? Haijakaa hiyo. Okay, bye. Mimi na wanasheria wanaongea Kiingereza tu. Wanasheria wangu wanaongea Kiingereza tu na huwa wananisikiliza mpaka ni watume, kwa sababu kesi mimi naziweza mwenyewe. Wachambuzi kusema ukweli Wanashinda kesi wakiwa nyumbani. Wamewahi kushinda? Ipo kama unakumbuka, wamewahi kushinda kesi juzi hapo. Mchezaji wanaodai wana uraia wawili. Kila rufaa. Pacha. Naam? Uraia pacha. Asi? Ya Kaisari achiwe Kaisari. Haya Kaisari Sio bwana kitamu afu cha moto. Sahihi kabisa. Ulaya hicho cha moto. Hakuna timu inaweza na sheria ya Azam FC. Achilia mbali Azam FC mbali wa kwangu tu binafsi. Haiwezi. Sababu mimi mwanasheria wangu wa kwanza Babu Zaka za kazi. Haya, unamtungia Kiingereza tu. Babu Zaka za kazi. Ndio mwanasheria wangu wa kwanza. Anaongea lugha zaidi ya 5. Sawa. Wa pili Zaka za kazi. Wa tatu Zaka za kazi. Alafu ninakupa wazungu wawili. Waingereza nakupa mreno mmoja. Hiyo mechi tutaiweka labda special kwa ajili ya mchezaji yote Azam FC. Hapana. Sisi mechi yoyote ambayo tunacheza ni mechi yetu sisi kama timu. Ili ufanikiwe jambo, kidole kimoja kivunji chao. Naweza ukampa pressure, ukasema leo tunampa Ngita kwa sababu alifunga magoli 2 mechi iliyopita, si ndio? Ukampa pressure, ukamoverload pressure, akashindwa kuwa kwenye ubora wake. Sisi tunaidedicate hii mechi kwa Azam FC. We know kwamba ni mechi ya kawaida. Ni mechi ya kawaida mno ambayo tunaenda kucheza. Lakini tunaidedicate kwa ajili ya timu yetu, icheze, itufanyie kile ambacho tumewaagiza, ituvushe kwenda hatua inayofuata, na inshallah tukutane naye atakayejichanganya tena huko mbele, kama ni nani wa mshangazi mwingine huko mbele, kama ni mshangazi mwenyewe au ni nani, sisi kila laheri atakayejichanganya naye. Hivyo tulifanya interview siku moja na wakasema miongoni mwa michezo migumu ni kukutana na timu za Zanzibar. Mechi ngumu sana kwa timu tuliokuwa nayo, tulistahili kushinda magoli 5 au 6. Lakini wamepata goli 2 hizo, basi alhamdulillah, ni timu ngumu sana.
Hivi mshawaona nyinyi timu za Unguja huko zinavyopiga mpira huko nyuma tap tap tap, wakawa wanatoka wanafungua loki? Ndio ugumu ulipo pale. Mpira unatakiwa uwekwe chini, juu hamna uwanja. Uguse watu watembee. Na waza shida ni nini kuanzia katikati kuja huku mbele. Lakini kutoka hapa kwa golikipa wao mpaka wanafika mstari wa katikati wanagawana pale. Alhamdulillah, mashallah, hasbi Allah. Wako vizuri sana. Wanasema tu wameleta tu basket ile. Hata sisi wenyewe tumeleta wachezaji ambao hawachezi. Mara nyingi sisi tumeleta watu ambao kazi yao ni mazoezi tu kwenye timu yetu. Yaani watu basket warefu sana. Sisi. Ndio modern football. Sayansi ya sasa hivi ya mpira wa miguu. Hebu kaangalie vimo vya wachezaji ambao wako Maniema ambao tulicheza nao hapa, kawaangalie Wydad ambao tulicheza nao hapa. Mimi nawatajia watu ambao nimewaona hivi wakitrain na nikiwafacilitate na nikawaona kwenye mechi. Alafu niambie ni timu gani ya maana kweli kweli na mchezaji ana kimo changu.